lugha ya kitaalamu, lakini tunachokifanya ni kufagia. Tunafagia mabaki ya vyakula mwilini, mabaki ya sukari, mabaki ya protein, mabaki ya carbohydrate. Tunasafisha mwili wako na kuhakikisha kwamba viungo vyako vya mwili vimebaki katika hali ya usalama. Baada ya tendo hilo la kukusafisha, tunafanya teknolojia inaitwa regenerative restoration science, kwa maana kwamba tumesha kusafisha mwili, sasa tunataka kukurekebisha. Na tunaona sayansi hii haijaanza leo, ni sayansi iliyoanza miaka mingi. Watu wakipata majeraha, wakiungua wanapona. Watu wakipata changamoto za kisukari, vidonda vikubwa, wanapona. Watu wakikatika vidole wanapona. Kwa mantikio, kumbe kama kidole kina uwezo wa kukua, kama kidole kina uwezo wa kuongezeka, kama mtu akivunjika mguu unaweza kuunga, maanake mwili wa mwanadamu unaweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Tumefanya research, yule mnyama pale kikawaida anaishi siku 300, lakini tukimpa regenerative restoration science anaishi mpaka siku 826. Tafsiri yake, mwanadamu mwenye tishu ambazo zimezeeka anaweza akatengenezwa misuli ya moyo wake ikaimarika na akawa kama kijana wa leo. Unaweza kumwona kijana wa miaka 55, miaka 60